Oh yes, Asili Yetu Rada Tour 2026. Tunakufikia popote ulipo. Asili Yetu TV kupitia Rada Tour inalenga kutambua, kukuza na kuibua vipaji kutoka kila mkoa wa Tanzania. Tunawakaribisha wasanii wa muziki, waigizaji, wachekeshaji, wanamitindo na wenye vipaji vya kipekee. Hii ni nafasi ya kipekee kuonekana, kusikika na kusonga mbele. Ziara itapita kila mkoa na ratiba rasmi tunatangaza hivi karibuni, na vipaji vyote vitatangazwa kupitia Asili Yetu TV. Asili Yetu Rada, tunakuona, tunakusikia, tunakuinua. Ulipo tupo. Tupigie kwa nambari za simu 0742 37 48 09. Kwenye mitandao yetu tunapatikana kama Asili Yetu TV. Asili Yetu Rada Tour 2026. Vipaji vya mikoa, Asili Yetu TV. Naam, karibu sana mtazamaji wa Asili Yetu TV ambao mnaendelea kutushika mkono kupitia vipindi vyetu mbalimbali ambavyo tunavifanya. Na leo ni siku ya Pasaka ambapo Asili Yetu TV tumetimkia Upalangano, ni ndani ya wilaya ya Wanging'ombe ambapo tupo, lakini kubwa zaidi tupo na msanii kutoka nyanda za juu kusini. Tunamzungumzia Z1 kutoka Mbalali kule, lakini amekuja kurudisha heshima nyumbani. Bwana Z1, mambo vipi? Poa, mambo fresh kabisa. Safi kabisa. Pasaka imekaaje kwako? Pasaka imekaa safi kabisa. Fresh kabisa. Salama kabisa. Bwana, watu wasio kufahamu, kwanza jina halisi unaitwa nani? Naitwa Z1. Z1. Yeah. Z1, kwa nini Z1? Z1 kwa maana ya kwamba ni Onesmo, nyuma ya Onesmo kuna Zakaria. Okay. Ni Z1 kwa maana ya kwamba Zakaria Onesmo. Okay. Yeah. Tamasha hili au bonanza hili tulifikiria nini? Kwenye bonanza hili tulifikiria kwamba tuje nyumbani tufurahi na watu wetu wa nyumbani, marafiki, jamaa, ndugu mpaka wazee wetu. Okay. Yeah. Tulikuwa na timu ngapi? Tulikuwa tuna timu sita. Yeah. Na leo ndo final yenyewe. Yeah, leo ni finali kati ya Kolinto na Lugoda. Okay. Kwa nini tumefikiria kuja kufanyia bonanza hili Upalangano? Kwa sababu nahitaji kufurahi na watu wa nyumbani. Kwa namaanisha kwamba kwa mazingira ambayo naishi wamezoea kabisa vitu hivi. Leo nimeamua kufanya kitu kama hichi. Kwa siku hizo za nyuma nilikuwa nimeandaa kwa maana ya kwamba nije nifanyie niburudishe pia huko. Okay, Z1 unataka kutuambia kwamba wewe ni mzaliwa wa Upalangano? Mimi ni mzaliwa wa Upalangano. Moja ya vitu ambavyo unajivunia kwenye kijiji hiki ni nini? Watu wa hapa ni wazalendo. Ni wazalendo. Yeah. Na vipi mechi tangu tulipoanza kuandaa mchakato mzima mpaka sasa hivi mwenendo wake unauonaje? Mimi nauona safi kabisa, nimeupenda. Na leo vipi, ushindi unaelekea wapi? Ushindi baada ya dakika 90 tutaangalia. Okay. Yeah. Kuandaa kitu kama hiki ni jambo, ukiliona ni jambo la kawaida, lakini tukija kwenye jambo la mahesabu ni mambo mawili tofauti kabisa. Bajeti kwako ilikuwaje? Bajeti kwangu ilikuwa sio shida sana. Kuna makampuni niliyaomba, ikiwemo BTM, Black Tiger Mnyama na Alem Machine. Okay. Walinisaidia kwa namna moja ama nyingine. Naweza kusema Alem ndio watu ambao wametufanya tufike hapa tulipo leo. Ni watu ambao wametufanya tuwe hapa watu wote leo. Okay. Yeah. Tuambie, mshindi wa kwanza anaondoka na shingapi? Mshindi wa kwanza leo anaondoka na kitita cha 150, yani 150. Mshindi wa pili? Mshindi wa pili anaondoka na 100, yani 100. Mshindi wa tatu? Mshindi wa tatu anaondoka na 50. Umetisha, umejipanga. Kwa kweli. Unafikiri kwa mwenendo huu tunaofanya tunaongeza nini kwenye jina lako la muziki? Mimi kwa sababu natafuta wafuasi. Natafuta wafuasi, hivyo ndio maana niliamua kutafuta makampuni, yani dhamini, niweze kufanya kitu kikubwa kama hiki. Nadhani watu wa Palangano na maeneo mengine kama Lugoda, Kolinto, Kanani, Dulam na kuna timu nyingine inaitwa Roma, wote wanaelewa kwamba kitu nilichokifanya ni kikubwa, pia watanishukuru sana. Okay. Nilichokifanya. Yeah. Sema sasa na mashabiki zako, lakini pia sema na sponsor ambao wamewezesha safari hii au kwa upande wa sponsor, na washukuru sana kwa kile ambacho mmenifanya mimi nionekane katika nyanda za juu kusini, Palangano, Lugoda, Kolinto, Dulam na Palangano. Na napenda kuwashukuru, napenda kuambia kwamba muendelee na support hiyo kama nitawahitaji tena, lakini pia mashabiki zangu napenda kuambia kwamba nifuatilie katika channel yangu ya
Z166 pale YouTube, MC Z1 TikTok na Z1 Instagram. Okay. Umetisha sana. Kuna kipi cha kumaliza nacho? Kitu cha kumaliza nacho nadhani baada ya dakika 90 tutakuwa tumejua mshindi nani, kisha baada ya hapo tutajua tuwakabidhi zawadi zao kwa mpangilio kama tulivyopanga. Shukrani sana. Asili Yetu TV tuko hapa kwenye viwanja vya Upalangawano ambapo mechi itapigwa hapa na sisi tutakuletea matukio moja kwa moja ambayo yanakuwa yanapatikana hapa. Z1, tukutane mwisho wa mchezo tuone. Najua furaha yako kuona kijiji chako kinaondoka na ushindi. Ninachosikitika kwamba ijapo sisikitiki kwa sababu ndivyo Mungu alivyopanga. Okay. Lakini kijiji changu ambacho ni Palangawano kimekuwa mshindi wa 3. Okay. Kwa hiyo game ilichezwa jana siku ya Jumamosi, siku ya kufa kwa Yesu. Okay. Kwa hiyo leo tutakuwa tuna dabi, tuna game kati ya Kolinto na Lugoda. Okay. Tunatafuta mshindi wa kwanza na wa pili. Okay, umetisha sana. Asante sana. Karibu sana mtazamaji wa Asili Yetu TV. Shukrani sana wadau ambao mnaendelea kutushika mkono kupitia vipindi vyetu vyote ambavyo tunavifanya. Jesto Hardware wanapatikana mkoani Njombe na sasa hivi wanakujulisha kwamba wamehamia pale karibu na jengo la Pigo. Ukifika hapo utakutana na bango kubwa sana, na leo tuko Upalangawano ambapo Asili Yetu TV tumefika hapa kwa ajili ya kushuhudia bonanza ambalo limeandaliwa na Z1. Ni msanii wa nyanda za juu kusini wa muziki Bongo Flava ambaye anapatikana pale Igawa, na leo tuko Upalangawano. Niko na mdau, nitampa nafasi ajitambulisha anaitwa nani na mambo mengi tutajua. Karibu sana kwenye mic za Asili Yetu TV. Asante sana, asante sana. Watanzania wanatamani kufahamu unaitwa nani? Naitwa Furaha Lameck Mpindo, kwa jina la mtaani naitwa Mkwale, jina maarufu. Mkwale. Yes. Hapa tulipo mpaka sasa hivi tuko wapi? Tuko Palangawano. Tuko Palangawano. Kitu gani ambacho leo unataka kuaminishia wana Upalangawano kuhusiana na bonanza ambalo limeandaliwa na Z1? Mimi nafikiri kimsingi Z1 ni msanii ambaye kwa nyanda za juu kusini huku kwetu tunamtegemea kwa maana ya burudani na si mara yake ya kwanza. Na pili, kitu kingine, hili bonanza limeandaliwa kwa maana ya kushirikisha kata zote za kanda hii. Hazikubagua kata, labda kata moja ile ambayo inahusiana na kijiji hiki, hapana. Kata zote za kanda hii zilihusika. Okay. Basi kwa maana kwa moyo huu mimi nafikiri amefanya jambo la msingi sana. Okay. Kubagua. Mkwale, wewe leo ni nani tutambue kwenye mchezo? Tunasimama upande upi? Mimi kama kamisa wa mchezo wa leo. Okay. Ligi ilishaanza, mchezo ilishapigwa. Tunaionaje mwenendo wa timu? Hapana, kwa kweli mchezo umeenda sawa kabisa. Hakuna mgogoro wowote mpaka leo tunafikia hitimisho, hakuna mgogoro wowote. Okay. Z1 ni mzaliwa wa Upalangawano, sio? Ndio. Okay, mnajivunia nini kutoka kwake? Tunajivunia kwanza kwa maana ya kutuburudisha. Okay. Pili, kuhamasisha michezo. Tafsiri yake ni nini? Sisi huko watu wa Palangawano ni wakulima. Okay. Kutoka huko mashambani, tunafikiri tuko mashambani tuje kupumzika. Tutapumzikeje sasa? Kwa maana ya kupata burudani kama hiyo ambayo tunaenda kuiona. Okay. Shukrani sana. Unatuahidi nini sasa siku ya leo? Mimi kama kamisa nafikiri atakayecheza vizuri atakayepata matokeo. Okay. Na mshindi tuambie anaondoka na nini? Mshindi wa kwanza 1,500, mshindi wa pili 100,000, mshindi wa tatu 50,000. Okay. Umetisha sana, na Asili Yetu TV tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wewe mtazamaji ambaye unatufuatilia unapata kile kilicho bora kabisa. Karibu sana Asili Yetu TV. Asante sana. Haya. Naam, naitwa Uncle G, bado niko Upalangawano na sasa hivi tuko kwenye stand yao ambao wanaita Mbeya Road. Niko na mwamba huyu hapa ambaye tunapiga naye story. Karibu sana kwenye mic za Asili Yetu TV. Asante sana. Unafahamu unaitwa nani? Majina naitwa Idrisa Bibu Wihanji, natokea kijiji cha Palangawano. Okay. Leo kwenye mchezo ambao umeandaliwa bonanza hili la Z1 tunasimama kama nani? Nasimama kama kamisa wa mchezo. Okay. Na tumaini tangu kuanza kwa mchezo huu ulikuwa ukishiriki, nini kiongezwe, nini kipunguzwe wakati mwingine? Kiujumla katika hiki kijiji cha Palangawano michezo iongezeke, wadhamini waendelee kuweka soka, vijana waendelee kuburudika. Okay. Kitu gani ambacho unajivunia kutoka kwa Z1? Ni wachache sana ambao wanafanya vitu kama hivi. Ninachojivunia kutoka kwa Z1 kwa sababu ameweka ni mfano wa pekee kwamba ni kijana ambaye anapenda michezo, hivyo ni mtu ni wa amani, anapenda michezo na kuwainua vijana wake pamoja na soka kuweka bora mchezo. Okay. Una kipi cha kumaliza nacho?
Cha kumaliza mimi nasema kama ni kijana wa Palangawanu aendelee kuwatia moyo vijana waendelee kucheza mpira ili huenda ni ajira ndogo ndogo kwa vijana wa Palangawanu. Asante. Asante sana. Na wadau kutoka hapa Palangawanu ambao wanazungumzia mchezo ambao umeandaliwa na Z1 ambaye yeye ni msanii wa Bongo Flava kutoka nyanda za juu kusini mwa Tanzania, lakini amerudi kufanya bonanza nyumbani kwake ambako amezaliwa, na leo tuko na wadau ambao wapo katika kijiji hiki. Karibu sana. Unaitwa nani? Kwa jina naitwa Richard Mkaliusi kutoka Korinto. Mimi ni mdau wa michezo pia. Okay. Naungana na jamaa yangu Z1 kama ni mdau wa michezo na mimi ni miongoni mwa wadau wa michezo. Tunapenda kupeana ushirikiano kwa sababu kuna vitu ambavyo wanaenda kuvipunguza kwa vijana. Kwa mfano hususan matumizi ya madawa kulevya, unywaji wa pombe na kadhalika. Okay. Wewe leo tunasimama kama nani kwenye mchezo? Mimi ni miongoni mwa wadau. Kwa hiyo na mimi nitamshika mkono Z1 kwa kiwango fulani ili tupate kusimama vizuri katika idara yetu ya michezo. Okay. Eneo ambalo unatokea kuna timu ambayo ilishashiriki? Timu yangu ipo fainali. Okay. Leo tunaweza tukaondoka na ushindi? Uhakika. Uhakika. Uhakika kabisa. Shukrani sana, na sisi tuko hapa kwa ajili ya kuweza kuwasapoti pia. Asante, nashukuru. Asante.